timu imara. Na ukiona washabiki wa Simba anaanza kuleta bato ya Yanga, huyo anaweka ushabiki sana. Lakini tukisema ule walisia ni kwamba safari yetu sisi ni kuanzia mwaka kesho. Dabi haina mwenyewe, lakini ndio nakueleza kwamba dabi haina mwenyewe, ila tukikutana Simba na Yanga kwa sasa hivi, sisi tuna changamoto zaidi kuliko wao. Hii mambo ya Yanga yanafanikiwa, ya kwetu si hayafanikiwi. Sasa kwa Simba mnaonewa. Sasa mimi nikaenda mwanzo nilisema tusende uwanja, lakini baadaye nimekuja kukumbuka kwamba hivi hakuna jinsi. Kwa hali ilipofikia hakuna jinsi, ila baada ya dabi kwisha ndio tuje na mitazamo mingine. Kuanzia mwaka kesho Simba ndio yaanze kuhitaji makombe sasa. Kwa hiyo leo tungepata makombe, ilikuwa mwalimu katuofa tu, katupa kama bonus, lakini haikuwa kwenye ndio maana sisi watu wa Simba tusipochukua sisi tusingelalamika. Sawa. Umezungumza vizuri sana na sikutegemea. Na hapa napata kitu kwamba kuna mashabiki pia kumbe wengine wanauelewa mpira. Sababu kuna mtu mwingine anakuambia timu ingepaswa kufanya hivi. Sababu project ya timu huwa sio mwaka mmoja kwenye maboresho ya timu. Umezungumza vyema sana. Nataka kujua licha ya kwamba Simba Sports ipo kwenye project hii. Kuna baadhi ya nyota umewataja. Wameonyesha kiwango kikubwa then wamedrop. Tumeshuhudia kuona striker wawili, Leona Lateba na Dese Mukwala. Wapo kwenye kukimbizana kwenye mbio za ubingwa. Lakini kuna wengine bado wanawapigia kelele kwamba hawatoshi kuwa sehemu ya Simba Sports. Maoni yako ni yapi kwenye hili? Kwanza, katika kipindi ambacho ndani ya miaka 32 hatujakuwa kuwa na kikosi kizuri kama hiki. Miaka 32 iliyopita hatujakuwa kuwa na kikosi kizuri. Hiki tutaita labda baada kutoka kile cha miaka 32 kilichopita cha 93. Hiki na hisi ndo cha pili kwa ubora zaidi. Hasa mbaya zaidi tunataka ule ubora uwe mkubwa zaidi kuliko huo uliopita. Kicho tuofa zaidi mwaka huu ni kwamba vijana ni wadogo. Kwa wametupa kile kitu ambacho tunakihitaji. Ndio maana hakuna hata mtu mmoja anayemnyoshia kidole mwalimu wa Simba. Kwa nini? Anaonekana ameachieve. Si upande wa pili, si upande wa kwetu. Hakuna mtu anayemwonyesha yani kila mtu karizika kwamba Simba iko vizuri. Sasa tunaenda kutafuta ubora ambao tutaenda kwenye mashindano. Hasa ubora huu ambao tutaupata kuanzia mwaka huu na mwaka kishukutwa, inabidi tupate watu aina kama Faisal. Ukimpata namba 10 kama yule, hawa wawili Ateba na mwenzake kwa nafasi ambazo zinatengenezwa ndani ya Simba wanatukosea. Sijakuelewa. Yani katika na Simba ya miaka yote haijawahi kutengeneza nafasi nyingi kama mwaka huu, kama kipindi hichi. Kwa mwalimu wa Simba anaonekana ni bora sana kwamba katengeneza, yani kaitengeneza Simba sasa Simba ingepata mtu aina kama ya Mayele. Striker kama Mayele. Tungo tunakimbia kwenye magoli 100 na kitu. Kwa sababu nafasi tunatengeneza nyingi mno. Yupo Mayele. Ndio watu kama hao. Kwa hiyo kupata striker ile, afu tungempata yule striker yule ambaye yuko Singida, huyo ambao nikwambie katika mastreka ambao baada kutoka Mayele ambaye mimi namhesabia atakuwa bora sana ni yule bwana. Sasa yule bwana ana vyote anavyo. Ana nguvu, ana speed, ana stamina, anafunga kwa miguu yote. Kwa hiyo kupata mastreka wa design ile ni aghalabu sana. Sisi mastreka tuliowapata ni mastreka ambao inabidi wawe chaguo la pili. Umeona? Wao chaguo la pili kwamba yule akiumia labda ndo waje waingie, lakini sio striker wa kusema kwamba anaenda kwenye mashindano wategemea watakuangusha, kwa sababu nafasi zinazotengenezwa ni nyingi sana. Mwalimu alikuwa anahangaika, mara mwanzisha Teba, mara mwanzisha Mukwala, kwamba angalau watapata mtu kidogo anaweza kamfavor. Sisi tunahitaji tupate striker mwenye uwezo mkubwa, kwa sababu Simba imekamilika kila sehemu, inahitaji maboresho kidogo tu ili ifike katika level za juu. Sawa. Simba Sports, ukisikiza baadhi ya mashabiki wanakuwa na mkanganyiko, hawajui nini ni nini. Kwa mfano Simba walikuwa najua mechi ya dabi ni tarehe 15 ya mwezi wa 6, Jumapili iliyopita. Lakini taarifa ikatoka kwamba dabi imesogezwa mbele. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Wako kimya. Wewe unajua chochote kwenye dabi? Hapana. Pamekuwa na tatizo sana kwenye uongozi la shirikisho. Shirikisho lilikuwa na matatizo mengi sana. Shirikisho kwanza inabidi pawe na mabadiliko ndani ya shirikisho. Lakini wao kuambia ndani ya mashirikisho pawe na mabadiliko hawakubali, lakini lazima pawe na mabadiliko tena makubwa tu. Kuna kasi ambayo tujaendana nayo. Ama kuna kasi walipunguza kwa sababu ya maslahi ya watu wachache. Simba wako wanalalamikia kuhusu uwekezaji ndani ya uwekezaji. Yaani mtu ana timu yake ndani ya ligi alafu anadhamini vilabu vingine. Simba walipiga kelele lakini kuna mtu alisikiliza. Ndani ya miaka 2 ilikapita hilo.
Ambaye hapo namtaja nani GSM. Garibu Saidi. Ile ni tatizo lile. Simba wakalalamikia kuhusu waamuzi. Hakuna mtu alisikiliza. Simba wakalalamikiwa kwa nini sisi dabi inaahirishwa bila sababu za msingi. Simba wanalalamika, hakuna mtu alisikiliza. Simba inaonekana haifunguliwi mlango kwenda kufanya mazoezi, hakuna mtu anasikiliza. Lakini dakika za mwisho Yanga ametoa tu maneno kusema sasa tutacheza dabi ila viongozi watoke na tarehe tupangiwe nyingine. Na Yanga amefanikiwa. Sasa si angalia mlolongo wetu sisi wote hakuna usikiliza, lakini wa Yanga muda mfupi ndio mkanganyiko ambao unauona sasa hivi umekuja kwamba kuna shida gani ndani ya shirikisho. Sasa kwa nini inatokea kwamba wewe au nyie Simba mnataja lakini hamsikilizwi, lakini Yanga wakitaja unasikilizwa? Kuna nini? Ndio hapo tunaomba hivi shirikisho inabidi lifanye marekebisho. Na ukisikia habari za CAF FIFA wanakuja tayari nao walishaona kwamba kuna shida. Akaria alianza vizuri sana. Lakini dakika za mwishoni anakupata madoa. Madoa tena makubwa tu. Mfano Akaria mimi simchukii, lakini mwanzoni alivyoanza alianza vizuri, lakini mwishoni anakuja anaharibu kabisa. Kwa sababu sasa hivi anakoseka, watu wa Simba tena hawamwamini, watu wa Yanga tena hawamwamini. Wewe ukishaona ifikia tu kwamba shirikisho lako linashindwa kupangia dabi ya 3. Unashindwa kupanga watu wacheze. Wewe ukiwa kama ndo mkuu wa shirikisho, uone kwamba ni tatizo kubwa. Hiyo moja. Pili, watu wanatoa vingilio vyao, hawaheshimu washabiki. Watu wanatoa vingilio vyao alafu vinapotea tu from nowhere, alafu watu wanachukulia kawaida tu. Kwa dabi zinapangwa leo kesho. Ndio maana Jumatano kama dabi ipo, mtu kumwambia toka Mbeya aje angalie dabi hawezi kuja tena. Anakuwa hana imani kwamba ni yale nitafika alafu utashangaa tena itabadilishwa tena. Kwa hiyo anakuwa hana uhakika na hivi vitu. Kwa hiyo inaonekana kwamba wameshindwa kusimamia, na hii inakuja kwa sababu ya kutowajibishana. Hawachukuliani hatua. Kutowajibishana kivipi? Busara imekuwa 70%. 70% hutumika kanuni. Na kanuni inabidi itumike 90%. Kanuni kitumika, mpira lazima usonge mbele. Kama ulivyoona Egypt tu. Egypt ameambiwa kwamba Zamalek amesema mimi nitapeleka timu, National Service peleke timu. Wakavutana. Yule jamaa akaenda uwanjani akapa point 3. Ndio hizo kanuni inabidi zitumike. Sasa shirikisho letu kwa kupitia bodi ya ligi kuwajibisha Simba na Yanga hawawezi. Sasa shirikisho limefeli. Kwa hivyo vilabu ni vikubwa kuliko mamlaka. Paka wanaomba usaidizi. Maana yake nini? Wanashindwa. Na hii kushindwa kwa sababu ile uswaiba kusaidiana. Kwamba mchezaji anakuwa na leseni ambayo cheza tu. Wewe bwana mimi nakudai utakata kwenye lango ile hivi. Umeona? Sasa shirikisho haliwezi kwenda kwa design hiyo. Lazima tupate shirikisho ambalo litakuwa strong kwa ajili ya mpira wetu. Sasa hivi dunia sasa hivi inatuangalia kwa sababu sasa hivi tuna grow, tunaenda juu. Sasa leo tena inafikia tu tunakaa kwa ajili ya busara. Mpira hauwezi kwenda hivyo. Lazima kanuni zitumike ili mpira upige hatua. Na mimi nakwambia kanuni zingetumika tungekuwa mbali zaidi hapa. Kanuni zingetumika tungekuwa mbali zaidi hapa. Sasa tarehe imebadilishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25. Kuna mgawanyiko wa mashabiki wa Simba Sports. Kuna wengine wanasema kwamba mechi wanaijua wao ni tarehe 15. Kuna wengine wanakuambia mechi unaenda ni tarehe 25. Uko pande gani? Kwanza umelisikia hilo? Nimesikia hilo na mimi nilijaribu kulizungumzia kwamba tarehe 25 hamna haja ya kwenda. Ya kwenda uwanjani. Nilizungumzia hivi tena. Kwa sababu niliona kwamba sasa hii ishakuwa too much. Umeona? Yanga hivi unajua kwamba sisi tukienda tunaonekana tunaburuzwa na Yanga. Mkienda. Kwa sababu Yanga aliomba kupangiwa tarehe, amepangiwa, aliomba watu waondoke, wameondoka. Sisi tunaonekana kwamba tunaongozwa na Yanga Afrika. Kwa matakwa yao walikuwa wanasema. Na Yanga walisema kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kanyang'anya Yanga hata pointi moja. Na kweli tumeona. Yaani sio hivyo. Mwanaume yeyote hakuna hata theruthi ya alama hawezi. Na tumeona umefanikiwa. Ndio watu wa Simba wanasema kwa nini mambo ya Yanga yanafanikiwa ya kwetu si hayafanikiwi. Sasa kwa Simba mnaonewa. Sasa mimi nikaenda mwanzo nilisema tusende uwanja, lakini baadaye nimekuja kukumbuka kwamba hivi hakuna jinsi. Kwa hali ilipofikia hakuna jinsi. Ila baada ya dabi kuisha ndio tuje na mitazamo mingine. Lakini dabi tucheze liishe. Tarehe 25. Tucheze liishe tu. Mwingie uwanjani. Kwa sababu pale kwanza kuna fedheha. Unaweza ukaingia Simba ikitokea Simba amefungwa. Yani Yanga watatamba kwamba nimekufunga afu nimechukua ubingwa. Yani vyote viwili wakati mmoja. Na nchi itokee upate uhuru aje kutokea kitu kama hicho. Kwamba ukachukua ubingwa, yani umempiga mtani alafu na kombe ukabeba. Itakuwa ni sababu kombe lilikuwa pale pale. Itakuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa hii inaleta kigumizi sana. Tupeleke timu. Alafu tukifungwa kwa sababu kama tunabeti. Yanga hata sare tu ina mfeva. Sisi mpaka tushinde. Na kumfunga Yanga unaona pia ukipiga picha yako ukiangalia kumfunga Yanga inawezekana kwenye mpira, lakini sasa kwenye mpira lolote linaweza fanya likatokea.
aibu itakuwa vipi? Sasa kwa nini ufikirie kufungwa? Unapoenda vitani ufikirie na kuna kushindwa. Usifikirie tu kwamba unaweza ukashinda tu. Ukiweka kwenye kushinda tu asilimia likitokea umeshindwa, ukiona tu unaziliwa tayari unaweza mwenyewe ukakimbiza majeshi. Fikiria na hasara utakazozipata kwamba je, na mimi kitokea nimeshindwa itakuwa vipi? Vyote hivyo lazima viwepo. Kwa hiyo tarehe 25 mimi kwa wazo langu nilikuwa natamani tusipeleke timu, lakini sasa kutokana na hali jinsi ilivyo, kutokana na situation jinsi ilivyo, tupeleke timu tulimalize ili tu. Lakini kikosi cha mnyama kimekamilika, mchungaji. Kiangalia kikosi cha mnyama, kiangalia ni cha kuyofia Yanga kweli? Sio kuyofia Yanga. Kwamba kwenye mpira lolote linatokea. Kama jana umeona wale Hilal na Man City wametoa sare. Sasa kabla hapo hata mtu kusema kwamba upige hesabu kwamba ingetokea hiyo, usingepiga hesabu kwa Man City atoa sare na hiyo. Hilal anacheza na Real Madrid. Na Madrid yeye sare. Sasa ile sare mpiga Wydad bao 2. Sasa ukiangalia kwamba ni vitu vili tofauti. Kwa kwenye mpira lolote ile linaweza likatokea. Kwa hiyo lakini ukiangalia kwenye asilimia za dabi ya Kariakoo, kama bana tukubaliane tupeleke timu uwanjani kiroho safi, mmekunjua mioyo, mtashikilia bomba sana au mnaweza kupata asilimia za ushindi mbele ya Young Africa ukijaribu kutazama? Kiukweli kabisa. Yaani hapo unazungumza ukweli kama mchungaji. Yaani kiukweli kabisa mechi ya Yanga na Simba ni kwa sasa ndio na kitu nilizungumza ubora na uzuri. Umeona? Simba amesema ni nzuri lakini haina ubora. Yanga wamekaa muda mrefu pamoja. Sisi ndio tunatengeneza ndio first hii ya kwanza na mwalimu mpya. Kwa hiyo tukisema kwamba tubatu na wale mabwana, ndio Simba anaweza kashinda, lakini kuna asilimia kubwa sana wenzetu wakaanza kupata ushindi. Lakini mechi iliyopita ya dabi ya Kariakoo, Simba ilikuwa bado haijajipata na Fadu Davis huyu. Young Africa ilibidi mpaka apate goli la Simba wajifunge ndio wapate ushindi. Lakini huu muda ambao Fadu Davis anapeleka timu finali, haiwezi compete na Young Africa. Dabi haina mwenyewe, lakini ndio nakueleza kwamba dabi haina mwenyewe, ila tukikutana Simba na Yanga kwa sasa hivi, sisi tuna changamoto zaidi kuliko wao. Ndio maana na wao wanasimamia. Wewe ni mchungaji unaongea ukweli hapa. Yaani wao sasa hivi ndio maana tunakwambia kwamba si dabi ipo, wanaipromote njoni. Oni Simba kwamba hawako willing. Sisi tulitegemea tarehe 11, tarehe ngapi ile, tarehe 15 kwamba hawatakuja. Niweza kugundua kitu. Kwa mlijitegemea tarehe 15 Yanga hawatapeleka timu afu alama 3 mpate Simba Sport. Na ndio ilikuwa malengo yetu. Na walivyosema waje tulifurahi kweli kweli. Kwa sababu sasa hivi sisi tunaelekea mwishoni. Si timu tunapo sasa hivi tunahitaji maboresho ya mwisho tupate timu imara. Na ukiona washabiki wa Simba anaanza kuleta bato ya Yanga, huyo anaweka ushabiki sana. Lakini tukisema ule walisia ni kwamba safari yetu sisi ni kuanzia mwaka kesho. Kwa msimu huu kwenye ligi wewe kama mchungaji umeshasema hakuna chochote cha kuchukua. Tukitokea tumechukua ubingwa sawa. Ni tumepata nanio. Tumepata ofa, lakini kwa ujumla ni kwamba mwaka kesho tutakuwa na kikosi ambacho kitatishia Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kwa Simba nilivyoiona. Ila kwa sasa hivi tusubiri dirisha hili lipite tupate wachezaji imara. Na sio imara tu. Inabidi tuingie mfukoni kweli apatikane wachezaji ambao wana quality kubwa. Kama ule mchezaji mimi namkubali sana. Mimi namkubali sana. Kwa Simba Sports mapasa muingie Singida pale. Yaani tungempata striker kama yule. Tupate namba 10 kama FA Toto. Nchi ingetikisika. Wakiungana nao liopo, nchi ingetikisika. Uwezekano kuwapata au striker Faisal na huyo tayari shaonekana ana viashiria kwenda Yanga na ataenda Yanga. Ndio picha inavyoonekana. Sasa uone ni tishio zaidi kwa upande wa Simba. Ni kweli tishio, lakini sana sisi inabidi tutafute striker ambaye ana uwezo mkubwa zaidi, ambaye ataungana nao waliopo, kwa sababu Simba imeenea, ila inahitaji maboresho ambayo yataivusha hapa ilipo. Ukiangalia mechi na Berkane, tulikosa watu wa kuamua mechi tu, watu ambao wana quality kubwa, lakini ndio hivyo tena tukatolewa. Ukiangalia ile mechi na Singida ndio hivyo tena. Yaani tumepromosha makombe yote, kwa hiyo imebaki hili hapa. Sasa hili hapa ndio hiyo tarehe 25. Tarehe 25 tunatamani tupeleke timu, wengine wanakuambia tusipeleke timu. Hofu. Na kwa hiyo wanasema tupeleke timu ni wasiwasi. Ni wasiwasi. Uoga. Kwa sababu wanaona sasa ikitokea Yanga anachukua ubingwa tutazungumza nini? Alafu mbele yetu. Lakini wewe huwa unapiga maombi mchungaji. Napiga maombi sana, lakini sasa maombi yanaendana na juhudi. Kwamba pamoja na kusema kwamba unaumwa lazima uende hospitali, huko na maombi mengine yanaendelea. Unaacha kwenda hospitali kabisa kwa tuna malaria, utakufa. Kwa hiyo kwa ujumla mimi ninachoomba kwamba viongozi wa Simba
safari wafanye mchakato wa kutafuta watu wenye uwezo mkubwa wa kuweza kupambana kwenye klabu bingwa, kwa sababu klabu bingwa sio ile mama. Klabu bingwa inahitaji watu wenye quality kubwa. Wewe uliona watu walivyoishia nusu finali. Quality ndio inaamua. Sio tena sio referee sio nini, uwezo, ubora wa mtu. Kwa hiyo Simba inahitaji ipate quality ya wachezaji wenye uwezo mkubwa sana. 4 tu, haitajiki wengi. 4. Na bahati nzuri mwalimu wa Simba naye anataka hao 4. Anataka 4. 4 tu basi. Sawa. Bana, kwa namba ya simu ni 0786979999. Napokea simu tatu tu kusikiliza maoni yako kwa kile ambacho umekisikiliza. Shabiki wa Simba nguli Mchungaji akiweka bayana maneno yake na ushauri wake, maoni yake. Of course, elewa kitu kimoja. Kila mmoja na uhuru wake wa kutoa maoni. Sasa usije kusema kwamba Mchungaji kaongea hivi, kwamba Mchungaji yule